Kituo cha mafuta ya petroli na dizeli kilichopo katika mtaa wa Bomba Mbili, halmashauri ya manispaa ya Geita, kimeteketea kwa moto na kusababisha hasara kubwa, ikiwemo kuteketea kwa magari mawili yaliyokuwepo katika eneo hilo. Akizungumza kwa masikitiko makubwa, mfanyakazi wa kituo hicho aliyefahamika kwa jina la Juma Hassan pamoja na msimamizi wa kituo hicho aliyejitambulisha kwa jina la Madhani Gulamali wamesikitishwa na tukio hilo ambalo limetokea wakati huduma ilipokuwa ikitolewa katika kituo hicho. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita, Kenneth Makasitu, amethibitisha kuokoa kwa baadhi ya vitu zikiwemo zaidi ya lita 80,000 za mafuta ya petroli pamoja na diesel. Aidha, kamanda Makasitu amesema mpaka sasa chanzo cha tukio hilo bado hakijajulikana, huku akisema endapo uchunguzi utakamilika, vyombo vya usalama vitaweka wazi juu ya chanzo cha moto huo. Kati tunahudumia gari, mara kuna dogo mmoja kama pita kwa nyuma ambaye alikuwa anasimamia gari tunahudumia, akaniambia kuna moto nyuma, akakimbia kwenda kuchukua fire. Cheki naona moto kweli, nikafyatua zile pini na kwanza kupuliza fire. Kuiza mara fani na akafika na mwenye gari na akafika, tulikuwa tunasaidizana kupuliza fire kuzima moto. Nimejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini moto ulipotuzidi nguvu kwa mkali zaidi ikabidi tukimbie. Ndipo gari ikawa imewaka na kulipuka. Moto mkali. Alikuwa tulikuwa tunaendelea kuzima na hizi fire za kwetu hapa kazini, fire extinguisher. Baada ya kuwapigia simu sisi tunajitahidi kuzima tu, tulikuwa tunasubiri wao wakija, lakini ndio moto ukawa umezidi kuchachamaa. Maana moto ulivyokuwa mkali na sisi tukabidi tukimbie kwa usalama wetu wa maisha. Chanzo cha ajali hii ya moto kama inavyoonekana hapa, kuna mteja wetu wa Magema huwa akiishiwa mafuta huwa anakujaga kuweka mafuta hapa, gari ikiwa mbali. Kwa hivyo leo wakati wanaweka mafuta walikuwa wanaweka lita 4,000, lakini walipofika 3,000 wakawa wanamalizia container la mwisho lile, ndio ajali ya moto ikaanza kwenye gari pale kwenye betri, ikashika kule nyuma ambapo yalikuwepo mafuta, ndio ikasababisha hiki ambacho kinaonekana hapa. Mpaka sasa hivi hasara ni kubwa kwa sababu pampu 3 zimeungua zote, kiwemo na canopy. Kwa hiyo miundombinu ya upande wa uuzaji wa mafuta kwa upande wa pampu nadhani imeharibika yote, kila kitu kimeteketea na moto. Chanzo cha ajali ni hiyo gari ambayo ilikuwa inaweka mafuta, ilianza kwenye betri, moto umeanza kwenye betri ndio ukapanda juu zaidi na kusababisha mlipuko kuwa mkubwa zaidi. Baada ya kujaribu kuuzima ikashindikana, sababu yalikuwa yanawekwa pia ndani humo. Kwa hiyo kuna kama lita 3,000 na kitu, maana walikuwa wanamalizia nani ya mwisho, container ile ya mwisho ili waondoke. Kwa ndo ikapiga shoti huku chini na kusababisha mlipuko. Tulipokea tukio la moto wa kituo cha mafuta, kituo cha Lake Oil ambacho kiko mkabala na Rain Hotel. Kikosi chetu kilifika hapa saa 5 na dakika 20 na tuliweza kukabiliana na huu moto, ambapo unavyoonekana moto umeanzia kwenye gari lililokuwa linabeba mafuta, na ndio hapo tunasema tuna uchunguzi wa ile tukio tutalianzia hapo, kwa sababu hatuwezi tukatoa uchunguzi wa kina kwa sababu bado kabisa tunataka tufanye uchunguzi kuhusisha taasisi mbalimbali kuweza kufanya uchunguzi ambao baadaye tutawaita waandishi wa habari kwanza. Lakini tunasema moto wa awali au uchunguzi wa awali umeanzia kwenye gari letu, lakini jeshi limefanikiwa kudhibiti moto huu. Utaona hili ni keji au ni paa ambayo imeungua. Tuna upande wa kule kuna ile dispenser haijamalizikiwa bado fanya nini kuungua, na jengo la utawala tumeliokoa. Ni matatizo madogo ya joto ambayo yasababisha vioo vya jengo kupasuka. Pia kuna gari letu ile kule nyuma imeungua kwa mbele tu, lakini huku nyuma tumeokoa. Kwa hiyo eneo kubwa tumeliokoa. Kuna viwango vya mafuta ambavyo tumeviokoa. Petroli ni lita 41,000 ambayo tumeziokoa, zimehifadhiwa chini. Diesel ni lita 40,000 tumeiokoa. Pia kuna magari 3 ambayo yalikuwa yamejiegesha kwa muda. Na hao yote tumeweza kuyaokoa, hajaweza kuungua. Hatuna majeruhi ambao kutokana na ile tukio letu. Pia hatuna vifo kwenye ile tukio letu. Kwa ndugu waandishi wa habari, niwashukuru sana kuweza kufika kwa wakati, na pia nitoe rai kwa wanaobeba mafuta kwenye magari au kwenye njia ambazo zinakuwa ni hatarishi, wachukue tahadhari. Ni vizuri kuchukua tahadhari kuliko ukawa unajiamini kupitiliza. Lakini kama nilivyosema, tutafanya uchunguzi wa kina kuweza kujua chanzo kamili
cha tukio letu ni nini. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mira Dayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence.